Mfuko wa Faraja si mfuko wa kawaida wa kifedha. Ni kielelezo cha mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana unaolitambulisha Jeshi la Polisi. Unatukumbusha kuwa pamoja na kuwa maafisa wakaguzi, askari na watumishi raia tunaotekeleza jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao, sisi pia ni binadamu tunaokumbana na changamoto, misiba na majonzi kama ilivyo kwa Watanzania wengine. Katika nyakati hizo ngumu, ni muhimu kwa mtumishi kutambua kuwa hayuko peke yake, bali ana familia kubwa ya Jeshi la Polisi inayosimama naye, inamfariji na kumpunguzia makali ya majonzi anayoyapitia. Ninafahamu kuwa fedha zinazotolewa na mfuko haziwezi kufuta maumivu yanayosababishwa na msiba au janga. Hata hivyo, zinabeba ujumbe mkubwa zaidi ya thamani yake kifedha. Ni ishara ya upendo, mshikamano na kujali kama ilivyo katika utamaduni wetu wa Kiafrika. Nimefarijika kusikia taarifa ya mwenyekiti wa mfuko, Kamishna Tatu Jumbe, ambayo imetoa picha ya maendeleo ya mfuko tangu mkutano mkuu uliopita. Taarifa hiyo imeonyesha mafanikio mbalimbali yaliyopatikana, ikiwepo kuimarishwa kwa huduma kupitia matumizi ya mfuko wa kielektroniki, kuunganishwa kwa mfumo huo katika mikoa, vikosi, wilaya, lakini vile vile kuongezeka kwa viwango vya malipo kwa wanufaika, pamoja na kuimarika kwa vitendea kazi vinavyowezesha utekelezaji wa mfuko na shughuli mbalimbali za mfuko huo. Mafanikio haya yanadhihirisha dhamira ya uongozi wa mfuko ya kuendelea kuboresha huduma kwa wanachama wake. Mwanasaikolojia Christine aliwahi kusema, na naomba ninukuu, "We are bigger than our pain. We are also the love holding the pain." Mwisho wa kunukuu. Naomba nirudie maneno haya kwa lugha hii. We are bigger than our pain. We are also the love holding the pain. Mwisho wa kunukuu. Kwa tafsiri isiyo rasmi, alimaanisha kuwa sisi ni wakubwa kuliko maumivu yetu, na upendo tunaooneshana ndio unatusaidia kuyavumilia. Sisi ni wakubwa kuliko maumivu yetu, na upendo tunaooneshana ndio unaotusaidia kuyavumilia. Kwa mtazamo wangu, sehemu ya upendo huo tunauonesha kupitia mfuko wa Faraja. Hauondoi majonzi yaliyompata mwanachama, lakini humhakikishia kuwa bado ana familia inayomjali, inayosimama naye na inayomtia moyo katika kipindi kigumu anachopitia. Niutake uongozi wa mfuko kuendelea kuimarisha uwazi na uwajibikaji kwa kutoa mrejesho kwa wanachama kuhusu mapato, matumizi na akiba za mfuko angalau kwa kila robo ya mwaka. Sambamba na hilo, endeleeni kuusimamia na kuuisha mfumo wa kielektroniki wa mfuko ili kuhakikisha usalama wa taarifa za wanachama na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma. Ninayo imani kuwa katika mkutano huu mtajadili kwa kina taarifa mbalimbali zitakazowasilishwa na kufanya maamuzi yatakayoimarisha zaidi mfuko huu ili uendelee kuwa tegemeo la watumishi wa Jeshi la Polisi wanapokumbana na misiba na matatizo mengine mbalimbali. Vile vile, kwa mujibu wa kanuni namba 12 kifungu kidogo cha 5 A mpaka C ya mwongozo wa utendaji wa mfuko wa Faraja wa Jeshi la Polisi, inaelekeza kuwa lengo kuu la mkutano huu ni kupokea taarifa ya utendaji wa mfuko kwa mwaka wa fedha, na kwa mwaka huu tunazungumzia mwaka wa fedha 2025-2026. Lakini pia kupokea taarifa ya mapato na matumizi ya mfuko kwa mwaka husika
na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya mfuko, kupokea mapendekezo ya kuboresha shughuli za mfuko na vile vile kuweka maazimio ambayo huwa ni dira na nyenzo ya kujipima katika utendaji wa mwaka unaofuata. Afande mgeni rasmi, kwenye mkutano huu tumepanga kuwa na uwasilishaji wa mada mbalimbali ambazo zina maudhui ya management na uendeshaji wa mfuko zikiwa na lengo la kuongeza ufanisi. Mwaka uliopita kwenye mkutano mkuu kama huu, Secretariat ya mfuko ilitoa taarifa ya mafanikio makubwa ya mfuko kwa kuanzishwa kwa mfumo wa kielektroniki ambao jumla ya komandi 43 zenye wilaya 109 zilikuwa zimepatiwa vitendea kazi ambavyo vilikuwa ni kompyuta na printer na kuunganishwa kwenye mfumo wa kielektroniki wa mfuko wa Faraja kwa lengo la kurahisisha utoaji wa huduma za mfuko kwa wanachama.